kwa ajili ya kutibu au kutengeneza. Kwa hiyo kuna kuharibu na kutengeneza, ni vitu viwili tofauti. Na hapa kunakuwa na njia mbili za huu uganga. Kuna njia ya kwanza ambao tunaiita kwa Kiingereza ni white magic, ambao hii sasa ni kwa ajili ya wale watu ambao wanatibu, wanatumia njia salama. Lakini zipo ambazo ni black magic, ambazo wanatumia sasa vitu vigumu, vitu ambavyo ni ngumu kueleweka katika tafsiri ya kawaida. Hapo ndo watatumia vitu vichafu, watatumia vitu vichafu. Sitaki kufafanua sana, lakini nadhani mtakuwa mmenielewa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa hilo. Kabla hujaenda kimbia ovyo, tafuta walimu wa maarifa. Kabla hujakimbia kule, tafuta walimu kwanza. Ndio maana kuna shule. Huwezi kwenda kuwa daktari kama hujafundishwa na mwalimu. Huwezi kwenda kuwa pilot kabla hujafundishwa na mwalimu. Kwa hiyo ni vyema zaidi kupita kwa walimu wa kiroho kabla mjaenda kwa mahila. Umeona? Mpate ufahamu, mpate maarifa juu ya kuliendea hilo jambo. Sisi walimu wa kiroho tuko kwa ajili ya kuelekeza njia sahihi ya kupita. Lakini nilikwambia mwanzo kwamba kama mtu ambaye hujaamka kiroho, pita tu. Kwa sababu mtu ambaye hajaamka kiroho hawezi kuelewa hichi ninachokiongea. Hata kama atakielewa, kitaingia kitatoka, kwa sababu najua kwa nini kinatoka. Ametawaliwa na tamaa. Ametawaliwa na husuda, chuki. Ametawaliwa na haraka. Umeona? Haraka ya mafanikio. Ametawaliwa na chuki, husuda, vijicho. Umeona? Muda wote unaishi na bad energy. Malaya, uzinzi, uasherati, kutendea watu wabaya. Tuko nao kanisani, misikitini, tuko nao. Wapenda madaraka, wapenda uchu wa madaraka, uchu wa nini? Sasa watu kama hao mnaskip tu, kwa sababu mwisho wa siku hamtoelewa ninachokizungumza. Mna imani yenu, mna vitu vyenu ambavyo vipo kwenye nafsi zenu, na hatuwezi kuwakatalia. Ndio ulimwengu unataka hivi, kuwepo na ubaya, kuwepo na uzuri. Lakini ni wewe sasa kujichagua, kuishi huko kwenye ubaya au uishi kwenye wema. Sisi walimu wa kiroho tunawapenda wote, walio wabaya, walio wazuri, kwa sababu vyote ni kadari yake Mwenyezi Mungu mwenyewe. Amefanya hivyo viishi kwa vile ambavyo amekadiria mwenyewe. Ubaya ni wa kwake na uzuri ni wa kwake. Asante, ni mimi mwalimu wenu Mr. Kam. Tutaendelea kueleweshana tu vitu vidogo vidogo.